Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV. Kwa majina anaitwa Nelson Reporter mwenye kwa muda wetu wa habari wa mchana wa leo, muda wa saa 5:30 kuendelea kuwapasha habari zetu ifuatazo. Kama ni mara ya kwanza kwa pamoja na sisi, endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kifikie mara kwa moja. Leo tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, endelea kuwapasha habari ifuatazo ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ukiniona ama natakia watu leo Good Sunday, na watakia kweli mchana mwema zaidi wale walienda kanisani na wale bado hawajaenda kanisani, na watakia na nyinyi Good Sunday ama na watakia weekend njema. Na gisi uko pamoja na mimi ama unanisikiliza kutokea katika eneo tofauti, endelea kufanya ama endelea kutuma ujumbe kwa sehemu zozote, endelea kuelekeza link kwa watu tofauti ili ujumbe zetu ama Bukavu TV endelee kufikia watu wengi zaidi. Na kama uko pamoja na mimi, endelea kubonyeza alama nyekundu hapo chini, endelea kupartage kila sehemu ya ulimwengu mzima. Tunawaletea habari inahitajika, habari ya ukweli. Ukiniona katika mnara huyu, unajua tayari imekuja kuelezea habari gani ama vipi. Naona watu wangu wengi zaidi wanazungumza mambo mengi tofauti, lakini mambo ni mambo zaidi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuna wengine wanataka maendeleo na kuna watu wengine hawataki kuwa na maendeleo, ama sio? Ni kwa sababu gani nakuja kuzungumza maneno kama haya? Kabla nije kuzungumza maneno kama haya, nataka kwanza tuelekee katika ndani ya eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kabla nikuje kueleza sehemu nyingine tofauti, nataka kwanza tufuatilie eneo inayoitwa ndani ya teritwari ya Fizi. Hapo ndani hatua kulijengwa sanamu, kumejengwa sanamu ama picha kubwa zaidi ya kuonesha Umoja wa Mataifa ama kuonesha umoja ndani ya eneo ya Fizi ama sehemu ya Sud Kivu. Ni je, watu inabidi wawe pambanaji kwa kufanya kazi na kuweka umoja. Lakini katika sanamu hili lilijengwa huyu mwezi, lilifunguliwa huyu mwezi wa 3, ilikuwa kama tarehe 11 nafikiria. Kwa sasa jana tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2026, ili sanamu lilibomolewa pamoja na wakaaji kutokea eneo ama eneo tofauti ama wanajiita associate ama wale wa umoja wa uko Fizi. Kweli wameigiza kusema tayari hawataki stati hili, hawataki sanamu kama hili. Kumbuka mara ya kwanza nilieleza kuhusu stati hili, kasema kuna watu wengine wanaweza kujenga stati hili, lakini wakaaji katika eneo hili wanaendelea kuteseka, wanaweza kuendelea kuwa na njaa ama kuwa na mambo mingi changamoto. Kuna wengine kama tayari kama sanamu hili limejengwa limechukua nusu ya kifedha mingi ya kipesa kikongomani ama pesa ya Amerika, lakini nimeona kwa kweli maneno nilivyozungumza vimeenda kweli kabisa. Wakaji walikuja kujitabua zaidi. Ni je, unaweza kujenga sanamu hivi kwa lengo la pesa nyingi zaidi, na kuna wale tayari wala bila kuongea na wakaji ama bila kuongelesha viongozi wengine. Wao unaamka tu asubuhi, unaamka kwa sababu wewe ni kiongozi ama tayari una neno katika mtaa huu ama sehemu hili, unasema tayari ngoja niweke kitu bora kabisa kama gisi ninavyofikiria. Lakini kwa sasa nimeshukuru sana kwamba tayari wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo watu wanaanza kufunguka akili, watu wanaanza kuelewa kwa kweli haki na kitu inabidi ifanye, kwa sababu kama yeye amesema tayari hili sanamu ni la kuonesha umoja ama la ujenzi. Ni je, unaweza kujenga nyumba ama unaweza endelesha maendeleo mahali na kuna watu tayari wamekufa na njaa na kuna watu wanapata changamoto, ama sio? Hizi fedha zingebidi kuigiza kwa kufanya miradi za wakaji ama kujenga mabarabara, ndio kitu ya muhimu zaidi, ama kusaidia vitu zingine. Ili sanamu ni kitu kinavyoikaa tu hapo, lakini hakisaidii chochote watu wakaji. La, tusikilize kwanza wakaji wetu kutokea. Kabla nikuje kueleza mambo mengi zaidi, nataka kwanza tusikilize ama mkaji kutokea hapo sehemu ya Fizi ametuambia nini, ama kuna mengi atakuja kutueleza kwa sababu gani ili sanamu limebomolewa na kwa nini limebomolewa, kwa sababu gani, ama sio? Bwana kiongozi, nataka kwanza uelezee watu kwa sababu gani, nimeona namba yako imeingia kwa sasa. Uelezee watu kwa sababu gani ili sanamu lilikuwa hapo Fizi
la kuonesha kama ujenzi, kwa sababu hili sanamu lilikuwa lilikuwa na tafari pamoja na kirushi cha mchanga la kuonesha kama ujenzi na umoja wa hapo Fizi, inabidi watu waweke bidii kwa kufanya kazi, na niliona mulisherekea zaidi siku hili sanamu lilifunguliwa katika eneo hili. Na kwa sababu gani lilinasababisha libomolewe? Nataka watu wawasikilize moja kwa moja. Kwa sababu gani? Changamoto ni gani? Na mumeona kwa nini inabidi libomolewe? Wakaaji kwa nini wameamua sasa kwa kubomolewa? Wamefikiria nini? Na nyinyi kama viongozi hapo mlifikiria nini? Kwa sababu gani ya kuja kubomoa hili sanamu liko hapo sehemu ya Fizi? Hiyo ndugu mtangazaji, vraiment ni ukweli moja ambao uliokuwa na administrator wa tarafa la Fizi, okay, Kalonji Batibanga, okay, imebomolewa kufuatana ya kusema eti ilijengwa sura ya msaki mmoja, okay, na wakati raia iliposikitishwa na kujengwa kwa monima hiyo, okay, ndio hapo monima ilionekana jike, na walibomola. Ni kweli monima ilibomolewa maslahi ya raia, ya kuonyesha hiyo maslahi ambapo monima ilijengwa kuwa maslahi ya halali, okay, kwa sababu kujenga mamonima inalomba maslahi yake, lakini ilijengwa kwa utashi wa administrateur wa tarafa la Fizi, okay, na ni kweli kama vile monima ulibomolewa, ni kweli, na sisi kama vile shirika la raia Kuvuga Machozi ya Raia, okay, tumependa tuonyeshe hatua ya kusema labda administrateur ana haja ya kujenga monima vizuri, aite watoto wote wa Fizi kwa ujumla, aonyeshe sembole moja ile yenye anaweza aijenge ya kuonyesha amani ndani ya tarafa la Fizi. Okay. Lakini jinsi raia iliweza tangulia kusema ile haikuwa symbol ya amani. Okay. Na mpaka hivyo monima imebomolewa. Okay. Ile tunasema ni halali kungambo ya raia, kwa sababu raia ndio ina uwezo wa kitu chochote hapo. Okay. Na ni vizuri wakati mtu anataka jenga monima, pesi monima inasemaka ile monima inaonyesha mfano wa kitu fulani. Na jinsi yeye anapenda ndani ya tarafa letu la Fizi amani uwepo, angalia ingine kitu fulani yenye anaweza akachora, kama atatia njiwa, kama ata symbolize bendera yetu ya Kongo ile ya bleu bleu. Okay. Vraiment itakuwa ingine hatua ya kabambi sana ya kuonyesha amani ndani ya tarafa letu la Fizi. Okay. Na ninaomba kwa raia tuseme, raia tuwe na upendo, tuwe na amani, tuwe na maendeleo ndani ya tarafa letu la Fizi. Tujenge tarafa la Fizi kwa upendo. Tusijenge tarafa letu la Fizi kwa chuki ya kabila zetu ambapo zinapatikana ndani ya tarafa la Fizi. Okay. Ni vizuri tuambatane sisi wote kwa upendo, tujenge tarafa yetu Fizi kwa upendo. Lema tunasema wakati mtu anataka jenga kitu fulani, ni vizuri uhusishe shirika za kiraia, uhusisha wazee wa territoire au tunasema wakuu wa zingine kushe tofauti. Okay. Una propose maoni yako, na prepare ukipropose maoni unaonyesha sura kwanza ya kitu chenye unaweza ukatukishe, ili inaweza kuika leta imoya masuluhisho fulani. Lakini kuyajenga bila kuhusisha makushi fulani kuonyesha unapenda kujenge kitu fulani, ile haiwezi kuwa lengo ya kuleta amani. Mali ombi yetu tunaweza toa ku population ya tarafa letu la Fizi. Ni vizuri tuambatane kwa umoja, ni vizuri tujenge tarafa letu la Fizi kwa amani na upendo. Asante sana bwana, tunashukuru zaidi, kwa sababu watu wengi walikuwa najua tayari ili sanamu tutakuja kuongea baadaye. Watu wengi walikuwa najua kwa sababu hili sanamu lilikuwa limejengwa katika ndani ya teritwari ya Fizi ama uko sehemu ilikuwa ni tuseme ilikuwa ni mfano bora zaidi katika eneo zingine, na kuonesha umoja, la kuonesha kama inabidi ujenzi endelee, na katika viongozi vya chama vya serikali, kwa sababu kama kiongozi huyu alifanya miradi katika sehemu ya Fizi, lakini na
wamoja katika eneo ya Fizi hawajafurahia maendeleo kama haya, na kwa kweli kitu moja nakuja kuzungumza kuhusu maneno haya ama kauli haya anaendelea kupitikana katika eneo ya Fizi. Hapo tayari Fizi watu ama kiongozi alipangilia, lakini hajashirikisha viongozi wengine, kwa sababu kama yeye ameona tayari yeye ni baba, kama yeye ni baba wa eneo inabidi ashirikishe watoto, sio hivyo. Hapana kuja tu uamuke tu na uamuzi wako tu, uamuke uchukue tafari uweke mahali useme tayari mimi nimekagua. Amna, hapa sio kuongoza vizuri zaidi. Na kwa kweli ili ni mfano bora zaidi katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kama tayari Fizi wanaanza kufanya hivi, ni kuonesha tayari watu wengine sehemu kama serikali ikifanya vitu bila miradi ya raia ama kueleza raia, asubuhi raia watachukua mpango wa kusema hii kitu inabidi ibomolewe. Hii ni kuonesha ni kuonesha jamhuri ama ulimwengu kama watu wengine tayari kama nchi inaanza kuwa na kitu inaitwa demokrasia, yani inaanza kuonesha kila mtu ana uhuru ya kufanya kenye anataka. Hili ni hii ni media Bukavu TV. Watu wameonyesha ushuhuda kutokea katika elengo la hapo Fizi na kuja kuwapeleka katika uwanja mapambano kuelekea katika mji wa Shabunda. Shabunda hapo kumeshikwa watu 13, wanajeshi wa wazalendo 13 walikuwa na bunduki 5 na vipanga visita, na wengine walikuwa na viboko kama tuseme mikuki. Walikuwa wakienda kazi yao ni kunyanyasa watu, wanajifaa hao ni wanajeshi. Kumbuka ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa mahali Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeelekea, wahasi wanaendelea kuwa wengi zaidi, wale wanaotumia silaha wamekuwa wengi zaidi, na katika eneo tofauti wanaendelea kuibia watu. Sio kusema tayari ni wazalendo, unajua watu wengi wanajua ni wazalendo, lakini kumbukeni kila watu wote wakitumia ubandia kama tuseme ukorofi kwa kutumia silaha, au watu wengi watajimagine kama tayari ni wanajeshi wa wazalendo. Kumbuka ndani la chama la wazalendo kuna wale tayari hawafanye kazi na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo jinsi inafaa, ama jinsi rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo aliomba, ili washirikiane pamoja na wanajeshi wa wazalendo kwa kufanya kazi. Na tumesikia ripoti kutokea sehemu popote, kuna wazalendo tayari wamejitimua ndani ya timu ya wazalendo wakienda kujenga makosi zao katika mistuni tofauti. Kwa sasa upambanaji ama ndani ya serikali ya Jamhuri ya Kongo ama wazalendo wanaendelea kusaka wenzao wazalendo wale walijitoa katika timu ndani ya jeshi la wazalendo. Hii ni media Bukavu TV, ukiendelea kuwa pamoja na mimi endelea kuwapasha habari zetu za mchana. Walikale kumeendelea kupitikana katika eneo tofauti, hewa sio nzuri katika eneo ya eneo ya Peti na kuelekea sehemu ya Minjeje, na huko tayari Pinga na Mweso. Kwa sasa mapigano ulianza jana tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2026 huko Walikale kwa sasa, na mizozo ilichukua muda mrefu, ilichukua masaa mawili, lakini ukazibwa tayari. Na kwa sasa wanajeshi kwa wingi zaidi kutokea nchi tofauti ama kutokea huko Kasai ama na kutokea huko Kisangani wamekuja kwa wingi sana kuelekea hapo Mpeti Pinga kwa kuja kupeana msaada. Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaendelea kujimwanga hapa katika eneo ya hapo Pinga. Hili habari kutokea ndani ya media Bukavu TV, ukiwa pamoja na mimi endelea kuwapasha habari inaendelea kupitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuja kuwapeleka kwa nchi kigeni katika huko Ulaya. Huko tayari kwenye uwanja mapambano sehemu inaitwa Irani kunaendelea kuwa mapambano. Kwa sasa mapambano yameamuka tangu asubuhi mpaka kwa sasa ndege za kivita kutokea Amerika. Trump ameamua kupeana msaada kila mahali popote, kuendelea kuwa biashara ya wa Amerika na kuendelea kuweka ulinzi, kwa sababu mpango wote wa Irani ni kulipua sehemu popote kuna uchumi ya wanajeshi wa
uchumi ya Amerika. Hii ni media Bukavu TV, endelea kufanya subscribe, like, comment na watakia kwa kweli kuwa na sisi kila mara kwa mara. Na habari lingine lipya, tayari MONUSCO kutokea eneo popote, na kwa sasa inaendelea kupewa mkataba kwa kuanza kuondoka mahali kwenye kuna wanajeshi wa M23, kwa sababu wanaonekana kama tayari au ndio wasaliti ndani ya wanajeshi M23. Habari ni hivyo ama sio ukweli? Tutakuja kupata habari zetu za ukweli muda sio mchache. Hatua kwa sasa, habari nyingine, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imetangaza kwenye mlipuko lilipuliwa tangu tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2026 katika mji wa Goma katika eneo inaitwa Himbi. Kumbuka kulikufa Madame Française anayoitwa Kaline, tayari alikufa hapo kwenye mlipuko na wanajeshi na wakaaji wengine wawili. Kumbuka mwenyewe aliyojulikana kabisa David katika ulimwengu ni kwa sababu ya yule mzungu Madame Française anayoitwa Kaline. Kwa sasa yeye ndio mwenyewe amejulikana tayari kama alikufa, lakini kumbuka alikufa na wengine wakaaji katika eneo yapo Himba. Na kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imetangaza sasa kwenye ripoti ya kusema hivi, inabidi waendelee kufanya msako zaidi kujua tayari inaweza kuwa propaganda ya wanajeshi wa M23 ama ndani ya Jamhuri ya nchini Rwanda. Hili ni media kutokea ndani ya Bukavu TV, na wanasema wataendelea kufanya uchunguzi na waelewe tayari nani alifanya maarifu kama haya, kwa sababu hao wanasema sio serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini katika taarifa lingine likitokea, ndakuja kuwapea habari kwa muda sio mchache. Endelea kufuatilia media Bukavu TV, endelea kuwapasha habari kwa muda wetu wa saa 12 wa jioni, kuwapasha habari endelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa hali ya usalama ndani eneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umetulia, lakini nitakuja kuwapasha habari zingine zinapoendelea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Unanisikiliza kutokea wapi ama unanisikiliza kutokea eneo gani? Na habari nyingine lipya, eneo ya Nyabibwe kumeonekana watoto waliimba nyimbo la taifa ndani ya nyimbo la taifa nchini Kongo kwa lugha ya Kiswahili. Kwa sasa ili nyimbo lilihimiza watu wengi sana katika eneo ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Watoto wameimba bora zaidi, lakini nitakuja kuwafasiria hili nyimbo kwa sababu gani hao watoto waliimba hili nyimbo kwa habari letu la asubuhi la tarehe 16. Nitakuja kuchambua kwa sababu gani na kuwasikiliza hili nyimbo watoto wameimba kwa sababu gani na wameimba kivipi katika eneo ya Nyamibwe. Asante sana na watakia mchana mwema, uwe na usikilivu mwema. Wale wameenda kanisani nao nawatakia kweli muwe na nyinyi na kanisa ama sapato njema zaidi. Na sisi ndani ya media tunatakanzia mashabiki zangu, muendelee kuwa na sisi pamoja. Ukiwa unasikiliza ndani ya media Bukavu TV, eka comment yako kwa haraka haraka ili ujumbe wetu wafikie mara kwa moja. Hii ni media Bukavu TV, kwa majina naitwa Nelson. Endelea kusubscribe, endelea kucomment. Ukiniona katika mnara huu jua nimekuja kuchambua na kueleza habari ile inayopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Walikale mambo iko hivi tu, endelea